Ndio. Na inakuja kutokea kwa sababu huu ni wakati, Yes. wakati wake umefika. The appointed time. Yeah. Yes. Tanzania mpya inakuja. Yes. Kwa sababu ya revival. Kwa sababu ya revival. And it is a must. Yeah, it is a must. It shall come to pass. Lazima itatokea. Yes. Hakuna budi, lazima it will happen. Itatokea. Lazima itatokea. Hakuna budi, lazima itatokea. Tanzania mpya inakuja. Yes. Na hakuna budi. No one can stand against this. Tanzania mpya inakuja. So new Tanzania, welcome new Tanzania, welcome new Tanzania. Tanzania mpya umekaribishwa. Yes. Tanzania mpya umekaribishwa. Welcome new Tanzania. Na yule ambaye anakuja kulete mabadiliko ndio anatoka tu CCM. Mtazamaji, ndo hayo mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu tupo, na haswa pale Tanzania. Penzi mtazamaji, umesikia mhubiri ambaye anajulikana kwa jina Lemo Tito ambaye amekuwa akitabiri mambo mengi kuhusu uongozi wake Mama Samia Suluhu. Naam, kabla tuendelee mpenzi mtazamaji, ningeomba uweze kusubscribe ili tuweze kukupa taarifa yetu moja kwa moja, na pia uwe mtu wa kwanza kupokea taarifa zetu, manake hapa ndipo unazipata. Vox News Africa, subscribe ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Mpenzi msikilizaji, Lemo Tito ni nabii kutokea pale Kenya, jirani yetu, na ambaye amekuwa akizungumza sana kuhusu uongozi wa Afrika na mataifa ya Afrika, na amekuwa akiyazungumza kwa mara nyingi, na haswa katika taifa la Tanzania. Ametoa mambo mazito sana na ameweza kutoa siri kubwa sana, siri ambayo ni nzito kuhusu uongozi wake Mama Samia Suluhu. Sikiza. Kwanza, amesema kwamba hivi karibuni Tanzania itampata kiongozi mpya. Lakini swali linabakia vipi, wapenzi wasikilizaji na watazamaji wetu, kwamba itakuwaje kuna kiongozi mpya yuaja na Tanzania tayari Mama Samia Suluhu ndiye yuko na usukani, ndiye yuko pale, yeye ndio dereva pale Tanzania, hapa Tanzania. Inakuwaje? Anamaanisha vipi mtumishi wa Mungu Lemo Tito anaposema haya? Wakati mwingine wanasema kwamba tusikatae wito, tukatae tuitiwalo. Labda anamezungumziwa na Mungu, hatuwezi tukajua, manake si manabii, ama mimi sio nabii, lakini pia tumeyafuatilia moja kwa moja, na wakati wote ule anazungumza sana kuhusu uongozi wake Mama Samia Suluhu, na kusema kwamba hivi karibuni uongozi wake utafika mwisho. Kumbuka pale Tanzania, ama huku Tanzania, kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika wale viongozi wa upinzani bado wanazidi kung'ang'ana na serikali. Wengine Tundu Lissu washafungwa, na Mama Samia Suluhu inaaminika kwamba uongozi wake hivi karibuni utakuwa na mwisho. Huo ni Lemo Tito anasema hayo, ama anazungumza hayo. Na kitu cha pili ambacho alikitaja ni kwamba anasema kwamba Jakaya Kikwete ndiye mtu ambaye anayempa mawaidha Mama Samia Suluhu, na anasema kwamba mawaidha ambayo anampa ni mawaidha ambayo ni ya kupoteza taifa la Tanzania. Ni mawaidha ambayo hayafai kupewa kiongozi kama yule, manake hayo yakifanyika basi yatachoma taifa la Tanzania. Na hapo juzi, mwaka jana, mliona kile ambacho kilifanyika. Kwa hiyo Lemo Tito anasema kwamba kuna kiongozi mpya ambaye ni shupavu, ambaye atakuwa zaidi ya baba yetu hayati Mzee Pombe John Magufuli. Na Watanzania wote tunaaminiana kwamba John Pombe Magufuli, mzee wetu aliyeaga dunia, alikuwa mzee wa watu, alikuwa mzee ambaye alikuwa anapenda watu. Kwa hiyo huyu nabii Lemo Tito anasema kwamba Tanzania itakuwa na kiongozi mpya mzuri, mkakamavu, shupavu, hodari kuliko Magufuli, ambaye tunamjua kwamba alikuwa baba wa Watanzania wote. Itakuwaje?
Ndo hayo mambo, mpenzi utazamaji, na ningependa uelewe kwamba hayo yote yakifanyika, hayo yote yanazungumziwa yakifanyika, basi itakuwa ni ushindi kwake Lemo Tito, kwa sababu amekuwa akiyataja mengi, na tunayakumbuka kwamba alitaja wakati mmoja akasema kwamba katika mataifa ya Afrika ikiwepo Kenya, Tanzania, Uganda kutakuwa na state funeral, na alianza na Kenya na akasema kwamba mtu mashuhuri, mtu shupavu, mtu ambaye ana nguvu zaidi, mtu ambaye anatetemesha taifa la Kenya ataweza kuaga dunia. Na kwa kweli tulishuhudia hayo mwaka uliopita. Tuliwachwa na kiongozi wa taifa na mataifa anayejulikana sana kama mzee Raila Amolo Odinga. Hayo ndo yalifanyika. Kwa hiyo mpenzi utazamaji, tunategea bado tuone iwapo pale Tanzania iwapo yatafanyika, na iwapo kule Uganda pia ndugu zetu yatafanyika. Hiyo ndo mambo ambayo yamekuwa yakifanyika. Na mpenzi utazamaji, bado tutazidi kufuatilia haya na mengi, tuzidi kukupa hapa, manake hapa ndio tunakupa taarifa zozote zile zinatokea hapa na pale, kwa sababu sisi tunaingia mahali ambapo hawawezi wakaingia. Tunakupa taarifa ambazo hauhitajiki kusikiza mahali pengine, ni hapa tu Vox News Africa. Zidi kufuatilia, nikupe mengi zaidi. Kwaheri kwa sasa. CCM anatoka tu CCM. ndio, Anatoka tu CCM. ndio Ni wa CCM. damu. Atakuwa kama Magufuli. Atakuwa sio kama Magufuli, zaidi ya Magufuli. Yes. Atakuwa zaidi ya Magufuli. Yes. Zaidi ya Magufuli. The late. Yeah, the late. Yes. President Magufuli. Yes. Atakuwa zaidi ya Magufuli, lakini atakuwa na moyo ule ule wa Magufuli. Na mori. Yeah. Atakuwa kama exactly, lakini zaidi ya Magufuli. Yes. So this man is coming from CCM. Yes. Is coming from CCM. Yes. Na anakuja kulete mabadiliko. Yes. Na there shall be new Tanzania. New Tanzania. It is coming. Yeah, it is coming. New Tanzania is coming. I saw new Tanzania. Yes. Ambaye maana I said earlier before that the people of Tanzania, Mungu anawaletea kitabu mpya. Yes. Anawaletea kitabu mpya. A new book. A new book of governance. Yeah, of governance. Yes. That is the constitution. The constitution. Yeah. So yes. Inakuja na unajua kumekuwa na changamoto. Yes. Tanzania kupata katiba mpya. Lakini inakuja. We are still praying for Tanzania. Yes. Kwa sababu Tanzania kunakuja mabadiliko makubwa mno. Yes. If they don't know, kunakuja mabadiliko makubwa mno. A revolution. Na kinachokuja Tanzania ndio ni kitu kipi ambaye hawakutarajia. Kinachokuja Tanzania hakuna Mtanzania ambaye alitarajia. Na hakijasikika. Ndio. Na hawakutegemea. Ndio. Kabisa kwamba hayo yatatokea. Ndio. Hawakutegemea. Hakuna Mtanzania alitegemea kwamba hayo yatakuja kutokea. Ndio. Kwa hiyo shalom Tanzania as well. Maana kunakuja mabadiliko makubwa sana. Ndio. Na hakuna Mtanzania ako aware right now. Yes. Wote hawako aware kwamba hiyo kitu inakuja. Lakini it is coming. Inakuja kama moto. Yes. Inakuja kama moto. Yes. Na inakuja kama moto.
Haleluya, 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 amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Glory to God. Nilisema kwamba Tanzania kuna farasi wawili. Ndio. Na wangejua. Ndio. Maana farasi, kuna ya farasi ya green na hii ya rangi rangi. Wangeweka mtu juu Ya hii ya rangi rangi. ya hii ya rangi rangi. Yes. Farasi hiyo ingine ndio ingeshinda. Ndio. Hii ya green ingekuja number 2. Yes. Wangejua wangeweka mtu juu as early as yesterday. Unaona eh? Yes. Yeah. Kwa hiyo farasi ya rangi rangi. Yeah. Ndio. Iko na rangi ya white, iko na rangi ya blue, bluish. Yes. Iko na rangi ya kama red hivi. Yes. Iko na turangi rangi tu. Iko na turangi rangi tu. If kama wangejua, yes, wangeweka mtu juu. Yes. Very strong, very powerful in speed. Powerful in speed. Yeah. Yes.